bosi alituita tuende kule kufukuza tembo. Akachukua tosi ya redio. Akatuita tukaenda wote, tulikuwa wawili. Akafukuza tembo. Aka kama vile wameenda. Ghafla mimi nilisikia mmoja tu yupo nyuma yangu. Nikakimbia. Nikaanguka, nilipoanguka akarudi. Mama alikuwa akitoa sauti, nisaidia, alisema kama mara mbili. Sasa sisi tulikuwa tunalinda mpunga mashamba ya kaskazini kidogo ya shamba lake. Baada hapo tukasikia kelele, tukakimbia sasa kuja kumsaidia yule mama. Kufika pembezoni mwa lile shamba, tukakutana na kundi la tembo wengi sana, zaidi ya tembo 35. Baada ya kufika pale kwake, wale mabinti zake wawili wakasema, "Mmemwona mama huko?" Tumesikia anafukuzwa na tembo, hatujamuona. Sasa wale wababiti tukauliza kwamba alikuwa ni sehemu gani? Wakatuonyesha ile sehemu, tukaenda kusaka sasa ile sehemu. Bahati mbaya tukakutana yule mama ashajeruhiwa na wale tembo. Alichomwa na jino la tembo sehemu ya tumbo. Lakini baadaye ikatokezea maeneo ya kifua. La jicho upande wa mkono wa kushoto akawa ameumia sana na kichwa kikawa kimebondeka kidogo. Lakini na mkono wa kushoto ulikuwa umevunjika. Tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa na tumeumia, lakini hatuna la kusema kwa sababu ni ajali ambayo imetokea. Niseme tu kwamba aliyepotea ni mama, na kama mnavyoona nyuma yake kuna watoto, na tunaona ni namna gani alitoka usiku ule kwenda kupambana kuhakikisha kwamba anapata chakula kwa ajili ya familia yake. Kupitia msiba huu tumejifunza mambo mengi sana, na tunauona mzigo ambao jamii unao, na tunatakiwa kuongeza nguvu au juhudi katika kuhakikisha kwamba jamii hizi zinakuwa salama na zinaweza kuishi kwa amani pamoja na hawa wanyamapori ambao tuko nao. Ni waombe tu kwamba linapotokea tukio la wanyama kama hivi tembo, tusichukue hatua ya haraka kwenda, kwa sababu kuna namna mbalimbali ambavyo hawa wanyama wanaweza kureact. Leo unaweza ukamfukuza ukaona ni rahisi ulimfukuza ukafikiri na kesho utamfukuza. Hawa wanyama wetu kuna namna ambavyo wana react pia kutokana na hali ya upepo. Unaweza leo ukamfukuza kwenda huku akaenda kwa sababu upepo ulikuwa unatoka huku kwenda kule asisikie harufu yako. Lakini unaweza ukamfukuza leo tena kwa kupitia njia hiyo hiyo uliyomtumia jana, kumbe upepo ulikuwa unatoka upande mwingine ukapeleka harufu yake kwake. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kuja kukudhuru. Kwa hiyo ni hiki na vijiji vingine 17, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo mawili. La kwanza, alielekeza wananchi wote ambao wanaishi kwenye maeneo kando na mapori yetu haya, maeneo yao yapimwe na wapewe hati zaidi ya 1800 ili kuonesha umiliki wa maeneo hayo katika kuzingatia matumizi bora ya ardhi. Jambo la pili ambalo Mheshimiwa Rais ameelekeza na ambalo linaenda kufanyika hivi karibuni ni kujenga uzio wa umeme ambao utatutenganisha sisi na hawa wanyama wakali na waharibifu, ili tuwalinde kwanza nyinyi kuwa salama, lakini mazao ambayo mnalima basi wanyama hawa wabaki kwenye maeneo yao na nyinyi mbaki kwenye maeneo yenu. Mheshimiwa Rais ameelekeza uzio huu ujengwe kuanzia kijiji hiki kwenda mpaka Matongo, Ihusi, Mwasinasi, Gibishi, Chungu, Halawa, Nkindwabie mpaka unaenda Meatu. Uzio huo utajengwa wa umeme. Hakuna mnyama atatoka huko kwenye maeneo yao akaja kuvamia maeneo yenu. Lakini niwaombe shemeji zangu, tembo, simba, fisi sio ng'ombe, sio mbuzi. Unapomchunga mbuzi au unapomchunga ng'ombe ni tofauti na hawa wanyama. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tusimswage tembo kama tunavyoswaga mbuzi au ng'ombe.
ikitokea ameingia kwenye shamba lako, basi ni vizuri angalau mtoke 2 watatu, lakini sio kwenda kumswaga kwa utaratibu ambao Bariadi tunafanya, kwa sababu matokeo yake unaacha shamba, mtu anapoteza uhai. Ukitazama shamba la mpunga pale ambapo nimefika na wenzangu wa kamati ya usalama, shamba la mpunga lipo, lakini tumepoteza mtu huyu. Nawaomba sana, tuchukue tahadhari. Usitoke peke yako usiku unaenda kumswaga tembo au simba au chui. Nasema hayo kwa sababu wiki tu iliyopita wenzenu wa kijiji cha Kijereshi pale hapo Saralia Matongo hapo wametoka, sijui yule tembo kama walimuua au alikufa mwenyewe, kaenda kakatwa ule mkonga wake, wamekata na mkia, wameenda nao nyumbani. Sasa sijui kama umeenda kuliwa au wameenda kufanya nini.